Asante. Kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo tumeweza kupata leo ya kuweza kukaa kikao hiki ambacho ni kikao cha tathmini ya zoezi ambalo tulifanya la kufanya mahojiano na watoto kwenye mashule kwa swala zima la kuweza kugundua matatizo au changamoto ambazo wanazipitia watoto hawa haswa kwenye masuala mazima ya ukatili wa kingono. Na leo tumefanya tathmini na tumeweka mikakati madhubuti kwa ajili ya kuweza kufanya ufuatiliaji wa kina kuhusiana na kesi za watoto ambazo tulizigundua kipindi tulichofanya zoezi hilo. Kwa hiyo kwa ujumla tulikuwa pamoja na maafisa elimu wa kata, tulikuwa na maafisa wa dawati, afisa polisi wa dawati, tulikuwa na wanasheria, maafisa ustawi wa kata husika pamoja na wadau wengine. Tumekubaliana kwa pamoja kuanza kushughulikia hizi kesi. Na pia tumejadili masuala mbalimbali ya ulinzi na usalama wa mtoto, ikiwemo kuhakikisha kwamba mtoto huyu analindwa toka akiwa nyumbani mpaka shuleni bila kupata madhara yoyote, ikiwa ni kwa namna ya kuweza kuzuia vitendo vya ukatili wa kingono kwa watoto. Kwa hiyo tumeweka mikakati ya kufuatilia pia swala zima la watoto kuweza kulala na wazazi nyumbani, watoto kuweza kupewa mahitaji yao ambao wanahitaji shuleni, walimu kuweza kuwafuatilia kule shuleni, haswa kuzingatia wale watoto ambao wana uwezo wa chini sana kukosa mahitaji au kukosa ile michango mbalimbali ya shuleni ambayo inawawezesha watoto wao kuingia katika vitendo hatarishi. Kwa hiyo tumejadiliana kwa pamoja na kuweka mikakati hiyo, walimu kuweza kufuata ufuatiliaji, afisa elimu wa kata za Mazese na kata ya Kwembe wamekusudia kufanya ufuatiliaji huo pamoja na sisi maafisa ustawi wa jamii, mwanasheria na maafisa dawati wote. Tumeweka mikakati ya kufuatilia swala zima la watoto kuweza kuwa salama wanapokuwa nyumbani na wanapokuwa shuleni. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Mwalimu Editruda Athabaruti, ni afisa elimu kata ya Kwembe. Siku ya leo tumekutana na shirika la Macho kwa Jamii kwa ajili ya kuangalia ustawi wa mtoto. Kwanza nitoe pongezi na shukrani kubwa kwa shirika hili kwa kuamua hili jambo la kuhakikisha kwamba linamfuatilia mtoto ambaye anapata madhira makubwa katika maisha ya sasa, ambao mtoto ananyanyasika kwa kiasi kikubwa kutokana na hali halisi ya maisha. Shirika limeamua kumwangalia mtoto ili aweze kuishi maisha ya furaha. Basi na sisi wadau ambao wa elimu ambao ndo tunacheza na watoto kwa ujumla, tumefurahia sana swala hili kwa sababu tutakuwa na watoto ambao wanajitambua, ambao wanaelewa kwamba wanatakiwa wafanywe nini ili waweze kusoma vizuri. Siku zote mwalimu anapenda kumfundisha mtoto ambaye yuko katika utulivu wa kiafya na kiakili. Kwa kutumia hili shirika la Macho kwa Jamii, tunawashukuru sana kwa sababu litatusaidia kuibua wale watoto wenye shida na kuwaweka katika afya njema ili waweze kuendelea kujifunza vizuri na kufikia ndoto zao. Kwa kupitia shirika la jamii, kwa niaba ya watu wa Kwembe na wazazi na walimu, tunawashukuru sana na tunaahidi kutoa ushirikiano mkubwa kwenye hili swala kwa ajili ya kuwalea hawa watoto kijamii, kimwili na kiroho, hasa katika kutoa elimu ya malezi ili waweze kujua kwamba wanatakiwa walelewe vipi katika mazingira yao wanamoishi. Asanteni. Kwa majina naitwa Faraja Msamba, ni afisa mtendaji kata ya Kwembe. Leo hii tulikuja hapa Mazese kwa ajili ya kushiriki kwenye hii semina ambayo ilikuwa inahusu masuala ya kupinga ukatili hasa wa kijinsia kwa wanafunzi ambao hasa ilibezi kwa hawa shule ya msingi ambao ni kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 7. Kwa kulingana na hoja ambayo ipo kwa kata zote mbili, zoezi hili limekuwa na tija kwa kata zote mbili kwa sababu kwa sehemu kubwa wanafunzi watoto wamekuwa na uwezo wa kutoa madukuduku yao na pia kutoa zile shida ambazo wanazipata aidha kulingana na wanavyoishi majumbani na mashuleni, kwa sababu unyanyasaji wa watoto kijinsia umekuwa ni tatizo ambalo lipo kwa muda mrefu. Sasa kwa kipindi hiki hapa ni kama sasa hawa ndugu zetu wamekuja kwa ajili ya kutafuta mwafaka jinsi ya kusaidia watoto na ili tatizo lisiendelee tena. Kwa sehemu kubwa limesaidia kwa sababu baada ya kumaliza hii program kumekuwa na matokeo kama sasa tumepata kujua kama ni kwa kiasi gani wanafunzi wamekuwa kiathirika na haya mambo
mashuleni na majumbani. Sasa ngazi ambayo nafuata sasa hivi ni kuanza kuyafanyia kazi matokeo ambayo yamepatikana baada ya programu hii kufanyika. Nini sasa kitafanyika? Maafisa ambao hasa maafisa wa usawi na kushirikiana na ofisi za kata watajumuika pamoja kuanza mchakato wa kufuatilia zile kesi ambazo zimeainishwa kutokea huko mashuleni. Kwa mfano wanafunzi ambao wamesema kwamba ni shida labda aidha unyanyasaji wa kingono au pia kidogo malezi kutoka vizuri nyumbani, sasa wapate suluhu juu ya haya matatizo. Kwa sehemu kubwa itasaidia kupunguza kama sio kuondoa tatizo la unyanyasaji wa wanafunzi ama watoto kingono na pia katika maisha ya kawaida. Asante. Naitwa Teresia Elihanjala, mkurugenzi mwanzilishi wa shirika la Macho kwa Jamii. Tunashukuru Mungu kwa siku ya leo ambayo tumekutana tena hapa, wadau na watetezi wa haki za mtoto pamoja na viongozi kadhaa wa kiserikali. Tulikuwa tunafanya tathmini, tulifanya makambi yetu yale ya siku 5 kwenye shule zetu za Manzese na Kwembe, na sasa tumekutana kwa lengo la kuona namna gani hizi kesi zinaendelea mbele. Kwa hiyo tunashukuru kwanza kwa wadau wetu THRDC ambao ndio wamesupport kikao hiki cha leo, na tunashukuru pia kwa mwitikio wa viongozi wa serikali kuanzia ngazi ya wilaya mpaka kata, na tumetoka na maamuzi mazuri ambayo yataenda kurejesha ile tunaita faraja kwa mtoto, kwa sababu watoto wanapitia changamoto nyingi sana, na anapojieleza anatamani kuona anasikilizwa, na sisi kama watetezi tulikuwa tumejisikia vibaya baada ya kuona tumesikiliza watoto na kesi hazijaendelea mbele. Kwa hiyo kwa kikao cha leo kimetupa picha tena kwamba tutarudi kama timu tena, kwa maana ya afisa ustawi, jeshi la polisi, kurudi kwa ajili ya kusaidia wale watoto wetu kesi ziweze kwenda mbele. Lakini nje na hayo pia tumeshukuru watendaji wa kata ambao nao wametoa maoni yao namna atakavyorejesha mrejesho kuanzia ngazi ya jamii, kwa maana ya kwenye vile vikao kuongea na wazazi kwa maana ya kuboresha malezi yao. Changamoto pia ambazo watoto wanazipitia ni kutokana na kule kwenye familia wanatumwa usiku. Ukiangalia eneo letu la Kwembe bado kidogo kuna mapoli, lakini pia hata Manzese ni mjini ile, kwa hiyo movement ni nyingi, mtoto anaingia madhira kwa sababu ya mazingira ya usiku. Kwa hiyo wameahidi nao kufanya utekelezaji wao, lakini masuala mazima ya kuboresha mambo mbalimbali shuleni, mtaani, ili mtoto wetu aweze kuwa salama. Asante sana.